Mpendwa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, nawe msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, tukiwa bado katika maonesho ya biashara ya kimataifa maarufu kama Sabasaba. Leo tunayo bahati ya kuzungumza na Padre Laurent Bahali, padre wa Jimbo Katoliki Singida, ambaye naye basi kwa namna pekee anaadhimisha miaka 30 ya upadre wake, ambapo ni pacha kabisa na Radio Maria Tanzania ambayo nayo inaadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwake. Tupo naye hapa, tutazungumza naye mengi. Mimi ni Joyce Mikwachu. Padre, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Hongera kwa utume. Asante, nashukuru sana. Tumefurahi sana kutembelea banda la Radio Maria Tanzania hapa Sabasaba. Na mimi nimefurahi kwa kweli kulitembelea banda hili. Kwa kweli niliposikia mnaadhimisha na nyie miaka 30 ya Radio Maria, na mimi wakati nimeadhimisha jana tu miaka 30 ya upadi, nikawiwa kufika ili nipaone pana kuaje kwenye maonesho hapa Sabasaba. Padre, umejisikiaje unapoadhimisha miaka 30 na Radio Maria Tanzania inaadhimisha miaka 30? Mimi kwa kweli nimejisikia vizuri, na nimeona ni pacha mwenzangu katika uinjilishaji na umisionari, na kwa kweli nimefurahi, na ndio maana nimewiwa nifike hapa walau niweze kupata hata na baadhi ya vitu vinavyouzwa na vinavyotangazwa hapa kwenye maonesho ya Sabasaba. Padre, umeanza kuifahamu Radio Maria wakati gani, na kitu gani unaweza ukawa unakikumbuka zaidi kupitia Radio Maria Tanzania katika hii miaka 30? Kwa kweli mimi nimeanza kuifahamu Radio Maria mwaka 1999, nikawa nimeanza kuifahamu. 2000 ndio nikawa nimefahamu zaidi, na kitu ambacho nimejifunza kwa kweli ni urahisi wa kupeleka habari njema na kusaidia uinjilishaji hapa na pale, hasa kwa wale ambao wanakuwa hawawezi kufika kanisani, wanaokuwa wagonjwa, wanaokuwa wazee, wanapata uinjilishaji kwa haraka zaidi na kwa urahisi zaidi. Padre, huaga unasikiliza Radio Maria? Kwa kweli naisikiliza Radio Maria wakati fulani ninapokuwa nina nafasi ya kutosha, naisikiliza Radio Maria. Vipindi gani ni ambavyo huaga unavisikiliza kwa faida ya mtazamaji ambaye wakati huu anatutazama, ili na yeye aendelee kufuatilia Radio Maria Tanzania? Kwa kweli mafundisho hasa yanayohusu katekisimu ya Kanisa Katoliki na yapenda, kwa sababu yanaendelea kukumbusha katekisimu inavyotuelekeza na inavyotupa mafundisho katika imani yetu ya Kikatoliki. Miaka 30 ya Radio Maria Tanzania ina kauli mbiu uinjilishaji, upendo na faraja. Una jambo gani pia la kuambia watazamaji na wafuatiliaji wa mitandao ya kijamii kupitia Radio Maria Tanzania? Wito wako ni upi kwa wasikilizaji, kwa sababu nawe pia unaadhimisha miaka 30? Kwa kweli mimi kauli mbiu hiyo imenipendeza na ni nzuri, na waalika watazamaji na wasikilizaji wa Radio Maria ambao ni sauti ya Kikristo nyumbani kwako, waweze na wenyewe kuwa Kristo mwingine kwa uinjilishaji, kupeleka upendo na faraja kwa wale wanaokuwa wanahitaji faraja. Basi Padre, nikushukuru sana na nikutakia utume mwema. Tutakapoendelea kuadhimisha miaka mingine huko mbele, ni imani yangu kwamba bado utakuwa pacha wa Radio Maria Tanzania. Kwa kweli nitakuwa pacha wa Radio Maria kadiri watakapokuwa wanaadhimisha miaka kadhaa. Kama bado niko duniani, basi nitakuwa pamoja nayo. Tumshukuru Mungu. Asante sana. Asante sana Padre, Mwenyezi Mungu akubariki. Asante sana. Mpendwa wa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, tulikuwa na Padre Laurent Bahali. Huyu ni padre wa Jimbo Katoliki Singida ambaye naye ameadhimisha miaka 30 ya upadre wake. Amefika hapa katika banda la Radio Maria Tanzania lililopo hapa Sabasaba katika maonesho ya kimataifa ya biashara. Jina langu ni Joyce Mikwachu. Asante.